mwaka huu wa 2026 tumefikisha miaka 10 sasa. Tuna mambo mengi ya kujivunia katika miaka hii 10, na tukasema katika kikao hiki cha mkutano mkuu wa wanahisa basi tusherehekee miaka 10 ya benki yetu ya Mwalimu Commercial Bank. Na katika kusherehekea huko tuliona basi inafaa tukiwa na waziri wa kazi Mheshimiwa Sangu awe mgeni rasmi katika shughuli yetu hii. Ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, kwa taarifa nilizo nazo, benki ya Mwalimu Commercial tokea kuanzisha kwake mwaka 2016 imekuwa ikikua hatua kwa hatua hadi kufikia kupata faida kuanzia mwaka 2023, na faida hiyo bado inaendelea kupatikana hadi sasa. Nifahamu pia kuwa leo benki kipekee inaadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, hatua ambayo ni kubwa na inajaa kumbukumbu na athari chanya kwenye jamii ya Watanzania na soko la fedha. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa bodi na washiriki wote, nipende kutoa pongezi zangu za dhati kwa wanahisa, bodi ya wakurugenzi na management kwa mchango wao wa kujitoa kwao kuliowezesha kufikia hatua hii kubwa ya maendeleo ya taasisi hii muhimu. Maendeleo ya benki yamegusa ajenda ya kitaifa inayohusu ujumuishi katika huduma za kifedha kwa Watanzania wote kupitia mifumo ya kidijitali ambayo imerahisisha utoaji wa huduma na bidhaa mbalimbali za kibenki. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wote wa bodi na washiriki wote, mbali na dhumuni kuu ya benki ambayo ni kutoa huduma za kifedha, nimeona jitihada za benki katika kuboresha mazingira yetu ya Watanzania hususan wanawake na uboreshaji wa taasisi za elimu kupitia mkakati wenu wa ekolojia ya elimu na wafaidika wake, Education Ecosystem Business Model. Kupitia model hiyo, naomba nitambue shughuli mlizozifanya kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 10. Imedhihirisha dhamiri ya benki ya maendeleo kwa vitendo, kwa upandaji miti, uboreshaji wa madarasa na utoaji wa taulo za kike kwa wasichana hapa mjini Mwanza. Jambo hili linaonyesha uzalendo na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika juhudi ya kuleta maendeleo na kuiletea Tanzania maendeleo, hasa katika eneo la kulinda mazingira yetu na watu wake. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa bodi na washiriki, kauli mbiu ya mwaka huu mliojiwekea ni nzuri sana. Miaka 10 tuimarike pamoja. Ni kauli mbiu yenye nguvu na ya kizalendo. Inaakisi dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhimiza mshikamano, uwajibikaji wa pamoja na ushirikishwaji wa wananchi katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Kauli mbiu hii inatoa ujumbe wa wazi kuwa mafanikio hayaji kwa juhudi za mtu mmoja mmoja bila kushirikiana. Na hapa kwa muktadha wa siku ya leo ni ushirikiano kati ya wanahisa, na watambua uwepo wenu, wakurugenzi, uongozi wa wafanyakazi na wadau wote. Kuimarishwa kwa ushirikiano huu sambamba na mahusiano mema, tunaweza kufanikisha malengo ya taasisi na jamii nzima ya Watanzania. Tunaposherehekea miaka 10 ya benki yetu, niwakumbushe kwamba mwaka huu tutakapoanza tarehe 1 Julai ndio wakati tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Na ili tuweze kushiriki pasavyo katika utekelezaji wa dira, tunapaswa kama benki kuwa na maono na kuzingatia mambo muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo kama benki tunapaswa kuzingatia katika utekelezaji wa dira hii, ambayo imelenga katika kujenga uchumi shindani, uchumi shirikishi na uchumi himilivu, tunapaswa kama benki kufanya mambo yafuatayo na kuweka mipango mikakati itakayojikita katika mambo yafuatayo. Moja, ni kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za kifedha. Benki iweke mpango mkakati wa kuongeza huduma za mikopo na bidhaa za kifedha kwa walimu, vijana, wanawake na wafanyabiashara wadogo wadogo ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Tukiyafanya haya, tutakuwa tumeshiriki vema katika utekelezaji wa dira yetu ya 2050, ambapo tumejiwekea malengo ifikapo 2050 tuwe tuna uwezo wa kuwa na pato la taifa lipatalo trilioni 1 dola za Kimarekani. Ni malengo makubwa, na sisi MCB Bank tuna nafasi hiyo ya kukuza pato la taifa na kuwa na mchango wetu. Pili, tufanye kazi kubwa ya kuwekeza katika sekta ya elimu. Kama tunavyojua,
kuwa walimu kwa sehemu kubwa ndo wamiliki wa benki hii na ndio nguzo muhimu kwa maendeleo ya watu na rasilimali watu. Benki inaweza kuweka mikakati ya kuendeleza mikopo ya elimu, ujenzi wa nyumba za walimu na miradi inayoboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Kuna modo ya mortgage financing ili walimu pia wakapata mikopo ya muda mrefu ambayo itawezesha kujenga makazi yao na ili waweze kufanya kazi yao kwa ufanisi. Na mtendaji mkuu uliposimama hapa umesema huo ndio mwelekeo wenu. Dira ya 2050 inasisitiza matumizi ya teknolojia na ubunifu. Hivyo benki jikite katika kuimarisha huduma za kidijitali, kuongeza ujumuishaji wa fedha na kuhamasisha matumizi ya mifumo ya malipo ya kisasa. Hata bajeti tunaojadili sasa bungeni, mwelekeo ndio huo, cashless economy. Kwa hiyo na benki pia ikawe chachu katika utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini jambo la 4 la kusisitiza ni kuwawezesha ujasiriamali na viwanda. Kupitia mikopo na huduma za ushauri wa biashara, benki ya walimu inaweza kuweka mikakati ya kusaidia maendeleo ya viwanda vidogo vidogo na vya kati pamoja na kuongeza thamani ya mazao, jambo ambalo ni msingi wa uchumi shindani himilivu ambayo ndio iliyolengwa kwenye dira ya 2050. Asanteni sana. Mimi naitwa Richard Makungwa, ni afisa mtendaji mkuu wa Mwalimu Bank. Niko Mwalimu Bank toka mwaka 2019, takriban miaka 7 sasa. Na toka benki imeanza ni takriban miaka 10 toka mwaka 2016. Tumekutana na changamoto nyingi, benki ilikutana na changamoto nyingi. Kama mnavyojua, benki yetu ilianza toka mwanzo, tunasema from scratch. Kwa hiyo changamoto ya kuhakikisha miundombinu ipo, kuhakikisha kwamba resources zingine kama staffing zipo, wapo, kuanza kutafuta vile wateja, kurecruit wateja. Kwa hiyo mfumo mzima wa kutoa huduma na ukizingatia wateja wetu, focus ilikuwa wateja wetu mwanzoni kama walimu ambao wako kila mahali. Hatukuwa kwenye mfumo ambao ungeweza kutupeleka moja kwa moja kwenye kukutana na walimu katika utoaji huduma. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana ambayo benki ilianza nayo. Sasa deposit zetu kwa maana ya amana sasa hivi tuko karibia kwenye bilioni 75. Mikopo yetu inakaribia bilioni 70. Kwa hiyo tunaweza kusema faida yetu mpaka tumefunga mwaka jana ilikuwa close milioni 500 kabla ya kodi. Kwa hiyo unaweza ukaona miaka 6 iliyopita ambapo tulikuwa tunatengeneza hasara kubwa, ina maana miaka 3 iliyopita tumeanza kutengeneza faida. Na kama mlivyosikia, mwaka huu tumefunga zoezi la kuongeza mtaji ambalo limekuwa na mafanikio. Bado tuko katika kumalizia, kwa hiyo nadhani official figures tutazitoa mwishoni mwa mwezi wa 7. Ni mwenyekiti wa bodi ya Mwalimu Commercial Bank. Nimekuwa katika nafasi hii sasa kwa karibu miaka 4 sasa, 5 inakwenda. Leo tuna furaha kubwa sana. Benki yetu ya Mwalimu Commercial Bank imefikisha miaka 10 toka ilipoanzishwa. Benki hii ilifungua milango yake mwaka 2016 mwezi Julai. Kwa hiyo mpaka kufika Juni mwaka huu tuna miaka 10. Tunayo mengi sana ya kujivunia katika benki hii. Tumetoka mbali, kutoka wakati huo tunatengeneza loss na nini, lakini tuko mbali sana sasa hivi. Kitabu cha mikopo kimekuwa, asset zetu zimekuwa, tunaweza tukatoa mikopo mingi sana kwa walimu, na mambo mengi ambayo tumeweza kuachieve. Kwa mfano, tumeweza kuleta huduma za kiganjani na kufanya huduma zetu ziwe zinapatikana kirahisi zaidi, sababu sisi tuna branch 2 tu, hatuna branch nyingi, lakini huduma zetu zinapatikana kirahisi zaidi. Tumeweza juzi kukamilisha zoezi la rights issue, hisa stahiki, na limekwenda vizuri sana. Tulikuwa tunatafuta bilioni 20.4, actually tumepata zaidi ya hizo. Kwa hiyo zoezi limekwenda vizuri sana. Tumekuwa tunatengeneza faida kwa mwaka wa 3 mfululizo sasa, na Mungu akitujalia very soon tutaanza kutoa dividends kwa wale wawekezaji. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio mengi sana, na kikubwa na wito wangu mkubwa sana kwa walimu pamoja na wengine, lakini walimu ambao ndo benki yao walianzisha, kurudi nyumbani.
warudi nyumbani watumie benki yao kwa kila kitu, iwe ni mishahara, iwe ni kukopa na huduma nyingine zote za kifedha. Tutakuwa na kuifikisha hii benki mbali zaidi. Mimi naitwa Gracian Mkoba, nilikuwa rais wa chama cha walimu wakati benki ya Mwalimu inaanzishwa, na naweza nikasema kwamba katika mawazo ya kwanza kabisa kuanzisha benki hii na mimi nilikuwemo, na tuliona kwamba walimu walikuwa wanapata mkopo kwenye sehemu mbalimbali, lakini wanaumizwa sana. Tukaona tukikusanya nguvu zetu walimu tunaweza tukapata benki itakao kuja kuwainua walimu. Na tulivyoanza wazo hilo, kuna mtu mmoja alisema kwamba hivi walimu wanaweza wakaanzisha kitu kibwa cha namna ile. Mimi nikakumbuka kwenye Biblia watu walivyoambiwa kwamba Yesu amezaliwa Nazareti, kuna mtu mmoja alisema Nazareti, tangu lini Nazareti katoa kitu kilicho bora? Lakini walimu walipokubali kuanzisha benki walitoa kitu kilicho bora. Lengo la benki hii ilikuwa ni kuwanasua walimu toka kwenye mitego na pingu za riba kubwa sana waliokuwa wanapata kwenye mabenki mbalimbali na watu binafsi. Kwa hiyo baada ya kuanzisha benki tulitegemea kwamba walimu watapata mkopo kwa bei nafuu au kwenye gharama ya riba nafuu, na kwa kufanya hivyo wataweza kuendelea kujinasua kutoka kwenye minyororo ya umaskini, wajenge nyumba zao, wasomeshe watoto wao, wanunue vyombo vya usafiri, waishi maisha ambayo ni ya ustawi. Ndio ilikuwa lengo letu. Naitwa Mwalimu Peresia Manyama, katibu wa chama cha walimu wilaya ya Misungwi. Mimi ni mwanahisa wa kwanza kabisa. Wakati benki inaanzishwa nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la chama cha walimu Tanzania mwaka 2012 wakati tunajadiliana habari ya kuanzisha benki ya Mwalimu. Baada ya kupelekwa mkutano mkuu ulipitisha na benki ikaanzishwa. Kwa namna tunavyoendelea kila mwaka tunaona manufaa ya benki hii. Kwanza wazo kuu lilikuwa kwamba walimu tuko wengi. Tukianzisha benki yetu itakuwa benki kubwa, na ndiyo maana walimu wote waliokuwepo mpaka 2014 walinunuliwa hisa na chama cha walimu. Kila mmoja ni mwanahisa. Na hivyo tulitegemea kwamba walimu watajizalishia benki kwa kupitisha mishahara yao kule, lakini pia kwa kukopa, kitu ambacho pengine elimu haikueleweka vizuri na idadi ikawa ndogo. Lakini pamoja na idadi hiyo, walimu wameendelea wakielewa siku hadi siku, na sasa benki inaendelea kukua, imeanza kupata faida, na walimu ambao wanaitumia benki vizuri wanaizalishia. Lakini pia faida kubwa ni kwamba tunapata mikopo. Mikopo sasa hivi ipo mingi inatolewa, lakini pia kuna faida nyingi kama ada chapuchapu, tukutane Januari na mambo mengine mazuri kabisa ambayo yanafanywa na benki ya Mwalimu Tanzania. Naitwa Masau Kuliga Bwire, ni mwalimu manispaa ya Kinondoni. Nimezunguka shule nyingi katika manispaa hiyo, lakini kwa sasa niko shule ya msingi Kigogo. Kwa wale ambao walikuwa wajui hivyo, basi watambue hivyo kwamba mimi ni mwalimu. Pia kwenye benki hii ya Mwalimu mimi ni mwanahisa. Nina hisa za kutosha. Pengine nikitamka hapa nina hisa ngapi, Watanzania na walimu wenzangu wataamini nina dhamira ya kweli na hii benki yetu, benki ya Mwalimu. Kitu kikubwa ambacho huwa tunaanza kukitazama jambo linapokuwepo ni malengo, kwamba benki ya Mwalimu ipo kwa ajili gani. Sasa moja ya malengo ambalo ni kubwa zaidi kwa mwalimu ni kumkomboa mwalimu kimaisha, pia kiuchumi. Walimu tumekuwa mara nyingi tukilalamika maisha ni magumu, na kweli ukifuatilia pengine ndivyo hali ilivyo kwa wengi, kwamba mshahara pekee hautoshelezi kukidhi mahitaji yote kwa mwalimu. Sasa mwalimu afanye nini? Mwalimu apate kitu ambacho kitamsaidia katika kuinua maisha yake, kuinua uchumi wake. Sasa ni vipi benki ya Mwalimu inaweza kuinua maisha ya mwalimu? Inaweza kumweka mwalimu katika hali nzuri na bora kiuchumi.
Kuna taasisi nyingi ambazo zimekuwa zikikopesha, na ninadhani taasisi hizo zimeshaona kwamba kwa mwalimu ndipo pahala ambapo unaweza ukapata fedha kwa njia nyepesi na kwa faida kubwa. Wanatuzungukia sana kwenye vituo vyetu vya kazi, mashuleni huko, wanakuja na maneno matamu kweli kweli, namna ya kukopa, na pengine wakizungumza riba nafuu, utapata kwa haraka, utafanya hivi. Lakini pindi unapokopa kwenye hizo taasisi ambazo zinatutembelea mashuleni, namna ya urejeshwaji inakuwa ni changamoto. Walimu tumekuwa na tabu sana. Inafika wakati unaletewa watu, nadhani wana Kiswahili chao sijui kaushadamu, wao hawaangalii. Wanaweza wakaja pale wakakupora kila ulicho nacho, wakasafisha nyumba. Sasa ile ni fedheha kwa mwalimu. Sasa benki ya mwalimu ni benki yangu mimi, ni benki ya kwetu sisi. Mkopo wake riba nafuu. Hakuna pahala ambako watumishi wa benki hii watakufuata mwalimu wakukabe shingo, umechelewa kurejesha, wakutoe roho, wakukaushe damu. Hata kama unadaiwa, watakudai kistaarabu na utalipa kistaarabu. Kwa hiyo mimi lengo langu na tamko langu kwa walimu wenzangu, kwanza waione hii ni benki yao. Kumekuwa na watu wengi ambao wanaweza wakatulagai, wakaturubuni, ni benki ambayo pengine haina tija kwa sababu hujajiunga na hiyo benki, hujaonja utamu wa benki yenyewe, hujaona namna ambavyo benki hii inaweza ikakuhudumia katika hali rafiki, katika hali ya kuonesha kwamba hicho ni chako. Ni benki ya mwalimu na wewe ni mwalimu. Kwa nini benki yako ikunyanyase? Benki hii haiwezi kumnyanyasa mwalimu, haiwezi kumkausha damu mwalimu kama wanavyotufanya huko kwenye taasisi nyingine. Kwa hiyo jambo la kwanza, mimi ninaamini ni benki ambayo ipo kwa ajili ya kutukomboa sisi walimu, na ili tukomboe ni pale ambapo itapata faida, itapata mtaji wa kutosha. Na faida inapataje? Ni pale ambapo sasa sisi walimu tutaiona hii ni benki yetu, tukafungua akaunti katika hii benki, tukawa na mtaji wa kutosha kupitia akaunti zetu tulizozifungua huko, na pengine ikiwezekana hii ndio benki sahihi ambayo tunaweza tukapitishia mishahara yetu huko. Ndio benki yetu sisi walimu. Kwa nini tupitishie mishahara yetu kwenye taasisi nyingine wakati sisi tuna benki yetu? Kwa nini tuwafaidishe wengine na tusijifaidishe sisi wenyewe kupitia benki yetu sisi walimu? Kwa hiyo walimu tujitambue, hii ni benki yetu, tuiunge mkono, tuisapoti, mishahara ipite huko, tufungue akaunti huko, tuongeze tija kwenye benki yetu ya mwalimu.